Kwa sababu yako ni ya Bwana, Mungu atakufanyia njia. Hautalala njaa katika njia ambayo Mungu mwenyewe ndiye amekupa kufanya. Ya kwamba watu wanapolia ya kwamba uchumi ni mgumu, kwako hautakuwa mgumu, kwa sababu unachokifanya ni Bwana amekuelekeza, ni Bwana amekuongoza, ni Bwana amekufundisha kukifanya. Watu wanalia ya kwamba ndoa zimekuwa ngumu, ya kwako haitakuwa ngumu, kwa sababu ni Bwana ndiye atakayekufundisha hatua kwa hatua ufanyeje. Yeye ndiye anayekuingiza, hapata kuwa na ugumu. Watasema kuolewa siku hizi ni swala gumu, haliwezekani. Kwako itawezekana, kwa sababu aliyekuongoza ni Bwana, anayekufundisha ni Bwana. Tasema watoto wameharibika, wataharibika wote, wa kwako hawataharibika, kwa sababu Bwana ndiye atakayekufundisha, na Bwana atawafundisha watoto wake, na Bwana atakuongoza na atawaongoza na wao. Maana yake hata dunia yote ibadilike na kuharibika, watoto wako hawataharibika, kwa sababu yeye ndiye atakayekufundisha, yeye ndiye atakayekusaidia, yeye ndiye atakaye kuwezesha, yeye ndiye atakaye kuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba hakuna msaada, dunia imeharibika, kila mtu hamna anayeweza kumsaidia mwenzie. Haitakuwa hivyo kwako, kwa sababu yeye ndiye atakukutanisha na huo msaada wake. Yeye ndiye atafundisha ya kwamba ufanye hiki kitu, na neno lake linakuwa limeubeba msaada. Maana yake unapolishika, tayari ndani yake kuna package ya kukuwezesha kuweza kumiliki milki zako. Haleluya. Utakuwa ni miongoni, kama wewe utaongozwa na kufundishwa na Bwana kuelekea kwenye milki zako, utakuwa miongoni mwa watu wanaosema ya kwamba sisi ni wale tunaosaidiwa na Bwana, ya kwamba sisi ni wale tunaosaidiwa na Bwana. Maana yake kwako hapata kuwa na kubahatisha, kwako hapata kuwa na kujaribisha, kwa sababu unachokifanya una uhakika nacho. Ni Bwana amekwambia, ni Bwana amekufundisha, ni Bwana amekuongoza kukifanya. Utafanya na uhakika, kwa majira sahihi, kwa namna sahihi, na kwa watu sahihi, na utapata matokeo. Nawe utakuwa ni mtu unayemiliki milki zako. Haleluya. Nikafurahi nilipowatafakari wana wa Israeli na ile safari yao ya kutembea na Bwana, Mungu akiwaongoza nyakati zote, Mungu akiwafundisha kwenye safari yao. Anachagua kuwaongoza mchana kwenye Kutoka 13 mstari wa 21. Bwana anawaongoza na kuliongoza taifa hili, ya kwamba mchana na usiku yuko bega kwa bega na wao. Mchana anawaongoza kwa nguzo kama wingu, na usiku anawaongoza kwa nguzo ya moto, ili kwamba nyakati zote kuwe na nuru, waweze kuendelea na safari. Lakini nini Mungu akanitafakarisha? Swala la kumiliki ni safari. Swala la kumiliki ni mchakato. Ni mchakato ambao hauishii mwezi wa 6, ya kwamba ni mwezi wa kumiliki. Umeshindwa kumiliki kwa majira haya kila jambo, ukadhani safari imeisha. Ni mchakato, na kama ni safari endelevu, ina majira mengi katikati yake. Ziko nyakati ngumu, ziko nyakati za furaha, ziko nyakati za nuru, ziko nyakati za giza. Upo wakati wa furaha, upo wakati wa kulia pia, katika majira haya kuelekea safari yako ya kumiliki. Wakati mgumu ni sehemu ya safari. Nyakati ngumu ni sehemu ya safari yako kwenye umiliki wa kile Mungu amekikusudia. Lakini Bwana anatufundisha na kutuongoza kwenye haya majira yote, iwe mchana iwe usiku. Bwana atakuonyesha, Bwana atakufundisha, na Bwana atakuongoza. Majira yote haya, iwe mchana iwe usiku, huwa kuna mitego ya Ibilisi. Yaani hata wakati wa furaha kabisa, kuna mitego ambayo Ibilisi anaweza kukunasa ukashindwa kumiliki miliki zako. Nyakati ngumu zina mitego yake pia. Unaweza ukanaswa usimiliki miliki zako.
Wakati wa furaha ukajisahau, ukadhani ni Krismasi na Pasaka nyakati zote, ukapoteza focus ya kile Mungu anataka ufanye. Ndio maana tunahitaji kuongozwa na yeye wakati wote. Wako watu wanashindwa vita kabla hawajaanza, wanapoteza biashara zao kabla hazijaanza, wanapoteza mitaji yao kabla hawajaipata, wanapoteza afya zao kabla hawajaugua, wanapoteza ndoa zao kabla hawajaingia kwenye ndoa. Majira yote adui yuko anafanya vita kukufanya usipokee. Kwa hiyo ni lazima Bwana akufundishe, ni lazima Bwana akuongoze ili kukuwezesha kumiliki. Haleluya. Kwa hiyo wako watu wanashindwa kabla ya jambo halijaanza, yeye ameshashindwa. Na ukimuuliza, ulishawahi kufanya hiki kitu, mbona umekata tamaa? Mbona hata ushughuliki? Anasema mimi sitaweza. Yaani anashindwa kabla hajaanza. Wako watu wanaoshindwa mwanzoni tu, kabla hata, yani mwanzo. Kama ni biashara ndio anatengeneza kibanda, kama ni huduma ndio ameamua, amepata eneo, Bwana amemuongoza ajenge kanisa mahali hapa, ile anaanza tu kuweka maturubai au anaanza kuweka msingi, anainua ukuta, hata madirisha hajafika, wanafika wanamuondoa, wanamwandikia bomoa, ondoa. Anasema basi tena, anaishia hapo kwenye safari ambayo mwanzo kabisa kazi inakwamia hapo. Wapo wanaokwamia katikati, wanavunjwa moyo, wanaamua kuacha kitu ambacho Mungu amemwitia, miliki ambazo Mungu amempea. Na wengine wako wanaoshindiwa mwishoni, ameshafika mwisho, amekula ng'ombe mzima, anashindwa kumalizia mkia. Kila hatua ina mitego yake. Tunahitaji kuongozwa na Bwana, tunahitaji kufundishwa na Mungu nyakati zote. Acha nimalizie kwa kukupa huu mstari wa Zaburi ili tuweze kuomba. Zaburi ya 32 mstari wa 8. Neno la Bwana linasema, pengine litakupa faraja kubwa, ya kwamba nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Naona nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea, nitakushauri jicho langu likikutazama. Yako mambo matatu yanazungumzwa. Bwana anasema anapokufundisha, Bwana anapokuongoza, anasema atakushauri. Na kama Bwana atakushauri, maana yake utapata maelekezo sahihi juu ya huduma Mungu aliyokuitia. Utapata maelekezo sahihi juu ya biashara unayotaka kuiendea. Utapata maelekezo sahihi juu ya mume au mke unayetaka kumuoa. Atakushauri. Kukushauri maana yake nini? Atakubadilishia mtazamo na kukushepu na kukuweka kwenye mwelekeo sahihi, ili usije ukamesa, ili usije ukapoteza umiliki wako. Mungu anasema nitakushauri. Bwana asifiwe. Na kama anasema tena, anasema nitakuonyesha njia utakayoiendea. Maana yake nini? Hutaaibika kwa sababu njia yako Bwana atakuonyesha. Hutapoteza kwa sababu Bwana atakuonyesha. Anasema hutahangaika, hutatahayari kwa sababu yeye mwenyewe anasema yeye ndiye atakayekuonyesha njia. Kama ni mke atakwambia huyu siye. Kwa huyu binti sioni mke kwako. Kwa huyu kijana hamna ndoa hapa. Bwana asifiwe. Ni biashara, atakwambia hii biashara itakuingiza hasara, achana nayo. Mungu anakushauri, anakuonyesha njia. Na sehemu ya 3 anasema anapofanya hayo, anapokushauri, anapokuonyesha njia, anasema jicho lake litakuwa likikutazama. Si ni neema hiyo? Maana yake lipo hakikisho la uwepo wa Mungu kwenye hicho unachokifanya. Hata kuacha uende peke yako, atakushauri ndio, atakuonyesha njia ndio, lakini jicho lake, maana yake uwepo wake utakuwa pamoja na wewe kwenye hilo jambo.
Ni biashara umeianza, utakuwa ukienda nakwambia leo tuombe kwanza, kuna mchezo mchafu umefanyika hapa, acha tuombe kwanza, hebu omba hivi. Unaomba, unaharibu kilichofanyika, biashara yako inasonga. Ni huduma, kuna mambo hayako sawa. Jicho lake linapokutazama, maana yake atazungumza na wewe juu ya hicho kitu, atakuelekeza juu ya hicho kitu, na yeye atakuwepo kwenye hilo jambo. Si ndivyo alivyotenda kwa Shadrach, Meshach na Abednego? Kwa sababu kama Mungu anakushauri na kukuongoza, jicho lake likikutazama, ataenda pamoja na wewe hatua kwa hatua. Akitaka upite njia ndefu, kama wana wa Israeli walivyopitishwa njia ndefu, anapita pamoja nao. Utakwenda pamoja naye, utakuwa pamoja naye, hautaaibika na hautaharibikiwa. Haleluya. Hata kama utapita kwenye moto, akaruhusu kabisa uingie kwenye moto, kama vijana hawa watatu, Shadrach, Meshach na Abednego, Mungu alikuwa pamoja nao. Wanaingizwa kwenye tanuru, alikuwepo. Waliwatupa watatu, wanashangaa, wanawaona wanne, yuko pamoja nao. Maana yake nini? Jicho lake lilikuwa pamoja nao. Jioni ya leo, acha itoshe kujua ya kwamba tunawezeshwaje kumiliki milki zetu. Ni kupitia Mungu kutufundisha na kutuongoza. Simama kwa miguu yako tupate kuomba sasa. Twende tuombe.